kuna kitu ambacho tunakitumia sana nyumbani na wakati mwingine tumekuwa hatujui kuwa nyanya ni sababu kubwa sana kuongeza asidi katika matumbo tulionayo. Nyanya ni hatari sana sana. Tomatoes, wazungu wanasema tomatoes. Yes. Nyanya ni kitu kimoja ambacho ndio maana hata kwa mtu ambaye una changamoto ya asidi huwa tunashauri kabisa usitumie kabisa nyanya, kwa sababu nyanya zinaleta heartburn. Na kama mtu una changamoto ya asidi, utakiwa kutumia nyanya. Nyanya zitakuletea changamoto nyingi sana, utapata kiungulia na wakati mwingine inaweza kukuzidishia changamoto ulizonazo za asidi. Wow. Okay. Nyanya zina asidi, zina citric acid. I didn't know that, doctor. Sikujua hiyo. Yes. Kwa hiyo of course unajua watu wengi hawajui. So hi everyone, karibuni tena katika podcast yetu ya Tides Podcast. Tuko very excited leo tunafanya another episode ya Tides Health. So leo tunaenda kuzungumzia kuhusu masuala ya acid kwenye mwili, ambapo we'll talk a lot about it. Kuna vitu vingi I think viko very mind opening, mtaviona, mtavisikia na mtavijifunza. Kwa mfano kama issue ya hyaluronic acid, issue ya metabolic acidosis, ni vitu vingi ambavyo ni terminology ambazo mtaenda kuzifahamu na nini inasababisha, na how can you prevent it. So stay tuned jamani, ni tatizo kubwa sana ambalo watu wanaliface na leo tunaenda kulitako. And one more thing I want to make it clear, sio kama sisi tunajua sana au we know it all, no. The lengo ni we are bringing awareness. So kama you think kuna kitu ambacho pia you want to add, please don't hesitate to contact us. Lengo tu wote tujifunze, wote tuwe tuna afya njema. Kama nilivyokuwa nimewabrief kwenye our first episode kwamba Dr. Kenny ndiye tutakuwepo naye throughout this segment. Dr. Kenny, karibu sana bro. Asante sana. Nashukuru sana. Kwa upendeleo labda kwa leverage kwa watu ambao wakufahamu, ungejiintroduce kidogo ambao wanakuona for the first time. Okay, majina yangu naitwa Kenny Bosco Luvanda, almaarufu kama Dr. Kenny, na mimi ni mtabibu wa masuala ya afya kupitia masuala ya lishe. Kupitia vyakula vyetu tunavyokula kila siku. Sisi tunaeleza watu namna gani wavitumie kama tiba. Yes. Yeah, okay. That's very nice, doctor. Okay. Sasa doctor, nadhani kuna magonjwa either ni halikuwa hayajulikani au yamekuja sasa hivi kutokana na mabadiliko labda ya vyakula, mabadiliko ya hali ya hewa, unajua. Doctor, kuna hii issue ya acid. Okay. Kwa Kiswahili tunasema tindikali, si ndio? Okay, yes. What is it na changamoto yake ni nini? Acid sio kwamba haikuwepo kipindi cha nyuma. Ilikuwepo kipindi cha nyuma na imekuwa inasumbua. Sema saa hizi tumeiona kwa ukubwa kwa sababu ya awareness. Watu wamekuwa wanauelewa sana kuhusiana na masuala ya afya. Na watu wamekuwa wanafuatilia. Ndio maana leo hii tunaona kama imekuwa ni jambo kubwa sana. Lakini pia acid kwa saizi inaonekana kubwa kwa sababu ya masuala ya teknolojia imekuwa. Kwa hiyo watu wanapata information kila hisi zaidi. Na unaweza kaingia kwa mtandao ukakuta mtu anaelezea asidi, ukakuta mtu anaelezea asidi. Na mtu akijaribu kucheki zile dalili anakuta of course dalili zote ninazo. Ndio maana watu wengi wamejikuta sasa wanaielewa asidi vizuri zaidi na wamekuwa wanauelewa nayo vizuri zaidi. Ndio maana leo hii tunaona kama ni tatizo kubwa, lakini tatizo ambalo lilikuwepo tangu kipindi cha nyuma. Kwa manufaa ya watu ambao I'm sure kuna watu wanaweza kana na tatizo, okay, lakini hawajui kama wana tatizo. Okay. Je, unaweza kaelezea what is it? Yaani ni nini na inasababishwa na nini? Okay. Kwanza mara nyingi watu tunasema asidi ni tindikali. Okay. Ni tindikali ambayo inazalishwa na mwili. Au tindikali hiyo inaweza isizalishwe na mwili, tukaipata kwa kupitia vyakula vitu ambavyo tunakula kila siku. Kuna vyakula ambavyo tunavitumia kila siku, mfano baadhi ya vyakula kwa mfano kama ndimu, malimao. Sawa, kuna vinywaji kama soda, kuna machungwa. Ni vyakula ambavyo tunavitumia kila siku, lakini ukivitumia in excess kwa kiwango kikubwa vinaenda kuongeza asidi kwenye mwili. Lakini pia mwili wenyewe una kawaida ya kubalance ile asidi inayoingia kwenye mwili na asidi iliyopo ndani ya mwili. Kwa hiyo ndio maana huwa tunasema asidi ya mwili inatakiwa iwe constant, haitakiwi kuzidi. Na asidi ya kwenye mfumo, kwa sababu kuna asidi ziko za namna mbili. Kuna asidi ambayo iko kwenye mfumo wa damu, ndio. Na kuna asidi ambayo iko kwenye mmeng'enyo wa chakula. Asidi ambayo iko kwenye mmeng'enyo wa chakula inaitwa, mara nyingi yenyewe inazalishwa na kutoka kwenye kuta za tumbo, inafahamika kama hydrochloric acid. Kazi yake kubwa ni kuunguza chakula. Lakini kuna asidi ambayo iko kwenye mfumo wa damu. Hii mara nyingi huwa inaitwa metabolic acidosis. Metabolic acidosis. Okay. Na hii metabolic acidosis ni asidi ambayo iko kwenye damu. Sasa kikawaida huwa tunasema mwili
wa binadamu una kiwango chake ambacho inatakiwa ipokee hiyo asidi. Kikizidi ndio inakuletea madhara. Lakini pia kwenye damu kuna kiwango constant ambacho damu yako inatakiwa iwe na kiwango cha asidi, ambapo mara nyingi huwa tunasema pH ya damu au kiwango constant ambacho damu inatakiwa iwe kuanzia 7.3 mpaka 7.4. Hiyo ni constant kiwango cha pH ya damu yako wewe. Sasa inapokuja kutokea pH ya damu ikashuka kutoka 7.3 au 7.4 ikashuka mpaka 6 au ikashuka mpaka 5, huyu mtu lazima ataenda kwenye changamoto za kiafya. Na hizi changamoto za kiafya ndio hizo ambazo tutakazo kuja kuzielezea huko mbeleni, kuwa mtu asidi yako ikishuka sana au ukiwa na kiwango kingi cha asidi kwenye mwili unapata mambo gani, na unapokuwa na hiyo acid reflux unapata mambo gani. Nadhani tumejaribu kutoa mwanga kidogo ili watu watazamaji waweze kuelewa ni asidi ni nini, lakini pia kuna mgawanyiko wa asidi ambazo ziko za namna ngapi. Lakini pia kuna hii asidi ambayo watu wengi ndio wamekuwa wanaifahamu, inaitwa uric acid. Uric acid mara nyingi tunasema ni mabaki ya mmeng'enyo aina fulani ya vyakula. Sawa, huwa inazalisha kitu kinaitwa purines. Ile purines yale mabaki ndio huwa hayo tunasema ndio hiyo inaitwa uric acid, ambayo mara nyingi hii uric acid yenyewe inashambulia kwenye maungio au kwenye maeneo ya joint au kwenye mifupa. Ndio hiyo unakuta mtu kwenye vidole inakuwa vimevimba, kwenye miguu anapata maumivu kwenye vidole. Sawa, na hii uric acid mara nyingi huwa inasababisha maumivu makali kwenye maungio. Asante, naona unakuwa very informative. Nadhani hata watazamaji wetu wana learn kitu. So doctors, in symptoms, yani mimi ili nijue kama na acid, yani dalili za kwamba mimi nasumbuliwa na acid. Ukitaka ujue kuwa wewe una changamoto ya acid, cha kwanza lazima ujue wewe una changamoto ya acid ipi. Kwa sababu acid reflux mara nyingi ni asidi ambayo inashambulia kwenye mmeng'enyo wa chakula. Ukisema mmeng'enyo wa chakula ni asidi ambayo inatokana sana na pale ambapo usagaji wako wa chakula unafanyika. Sawa, na mara nyingi asidi hii huwa inashambulia kuanzia tumboni, inakuja hapa katikati kwenye chembe ya moyo, inakuja mpaka kwenye koo. Ndio hii huwa inaitwa acid reflux. Unajua ukisema reflux unamaanisha reflection. Kureflect jambo. Sasa unamaanisha ni asidi ambayo inatoka tumboni inarudi. So that hiyo sasa ni acid reflux. Ni asidi ambayo huwa inatoka kwenye tumbo inarudi tena kwenye kinywa endapo kama inakuwa imejaa tumboni. Sasa hii inasababishwa na kitu kinaitwa hydrochloric acid. Ni asidi ambayo inatakiwa iende kaunguze chakula. Hiyo asidi ambayo inatakiwa iende kaunguze chakula ikiwa nyingi, ikijaa tumboni inazalisha gesi, ambayo hiyo gesi ndio huwa inaanza kurudi. Ndio maana unakuta mtu mwenye shida ya asidi akibeua anatoa vitu ambavyo vina uchachu. Au kicheua au ukibeua au kitapika, unatapika vitu vichachu. Ile maana yake ni tindikali ambayo ilikuwa iko tumboni imejaa. Ikijaa inakuletea maumivu makali. Na kwa sababu ni tindikali, ikijaa haina namna ya kurudi. Hapa katikati kuna kitu kinaitwa esophageal sphincter muscles. Ni kifungo ambacho ni muscles au kitisho ambacho kazi yake kubwa ni kutokuruhusu chakula kisirudi. Sasa asidi ikiwa nyingi huwa inakuja inakidisturb kile sphincter muscles. Kwa hiyo ikidisturb ile muscles, kwa sababu ile ni misuli ya kawaida, huwa inafika mahali inalegea. Ikilegea inakuwa loose. Ikiwa loose ndio huwa inaruhusu sasa ile hewa inarudi. Sasa ile hewa ikirudi ndio hiyo unakuja kuiona wewe. Sasa dalili mojawapo ambayo itakuonesha wewe una acid reflux, cha kwanza ni kupata mingurumo sana tumboni. Lakini kitu kingine cha pili ni kupata maumivu ya tumbo. Wakati mwingine kujihisi umeshiba. Lakini pia ili ujue kama una changamoto ya acid reflux pia, wakati mwingine ni kutokupata choo, tumbo lako kujaa gesi, kupumua, kuwa mtu wa kujamba mara kwa mara. Sawa? Ndio hizo za kubeua. Lakini pia wakati mwingine utapata maumivu ya chembe ya moyo hapa katikati kwenye kifua. Kuna maumivu utakuwa unahisi kama moto unapanda. Sasa hii asidi wakati mwingine tunasema ikipanda mpaka juu huwa inakuja kudisturb kwenye eneo la koo. Kwa sababu hapa kwenye koo mara nyingi sana huwa tunasema kuna kitu kinaitwa tezi au thyroids. Hii thyroids iko kwenye koo hapa, ambayo hii thyroids mara nyingi sana yenyewe haitakiwi kuwa disturbed na asidi. Na kazi kubwa hii thyroids yenyewe inazalisha hormone, ni vichocheo nayo. Ambazo hormone mojawapo ambazo zinazalishwa na thyroids, kuna hormone ambayo inaitwa TSH, kuna hormone inaitwa T4, kuna hormone inaitwa T3.
Hizi ni thyroid hormones. Sasa hizi hormones pia huwa zinahusika kwenye mmeng'enyo wa chakula na masuala ya uzazi pia. Sasa hii asidi ikipanda mpaka hapa juu inakuja ina disturb kwenye eneo la koo. Ikidisturb kwenye eneo la koo inasababisha inflammation, kuvimba. Kwa hiyo thyroid ikivimba ndio unakuta mtu unakuwa unasikia kama kuna kitu kimebaki kwenye koo. Au wakati mwingine sio kusikia, unakuwa unapata yale kama makohozi. Unakuwa kinakudisturb kwa sababu hata ukila chakula unahisi kama chakula hakipiti. Yaani unahisi hii sehemu imekuwa ndogo kwa sababu ya kule kutanuka kwa eneo la koo. Kwa hiyo acid ndio huwa inaleta hizo disturbance. Kwa hiyo acid reflux mara nyingi dalili zake inakuwa ni hivyo. Sawa? And doctor hapo twende taratibu sasa. Okay. Kwenye acid reflux. Nini inasababisha acid reflux? Kwa mfano, nitaongea mimi mwenyewe personally. Okay. Kuna kinywaji huwa nikitumia. Kuna kile huwa nikitumia. Nakipenda sana. Lakini nikiamka asubuhi lazima nipate ile heartburn. Sasa nini kinasababisha hiyo acid reflux? Ongea hapo kwanza. Sasa acid reflux tumesema ni ongezeko la asidi kwenye mmeng'enyo wa chakula. Kikawaida tunasema asidi inayosaidia kuunguza chakula inaitwa hydrochloric acid. Sasa unapoongeza vyakula au vinywaji ambavyo vina asidi nyingi, unaenda kuongeza asidi kwenye tumbo lako la chakula. Sasa mara nyingi vinywaji vingi ambavyo vinakuwa na asidi, na Watanzania hatuna kawaida ya kusoma pH ya vinywaji kabla hatujatumia. Ndio maana wakati mwingine huwa tunasema ili mtu uwe na afya nzuri inatakiwa uwe na awareness ya nini ule, nini usile. Sasa watu wengi tunashindwa kujua au watu wengi tunapata magonjwa kwa sababu hatujui nini tule, nini tusile kwa wakati gani. That's so powerful, doctor. That's very powerful. Okay. Ili uwe na afya njema, lazima ujue. Yes. Uwe na awareness. Nini ule na nini usile. Na kwa wakati gani. That's very powerful. Take it jamani. That's very key. Take that. Okay. Sasa kuna baadhi ya vinywaji ambavyo ukivitumia. Sawa, kama wewe una changamoto ya asidi nyingi. Hata kama una changamoto ya asidi ukivitumia mara kwa mara au ukavitumia mara nyingi zaidi, huwa vinaongeza asidi kwenye mwili. Mfano, tunasema vinywaji vyote ambavyo ni wine, ambazo tunajua wine nyingi zinatengenezwa na zabibu, mvinyo. Sasa mvinyo ukiusindika au vinywaji vyote ambavyo vinatengenezwa na vitu ambavyo ni vichachu, huwa vinazalisha nini? Asidi. Mara nyingi watu wanaotumia mvinyo kwa asilimia kubwa huwa wanapata hiyo heartburn. Lakini pia watu ambao wanatumia matunda ambayo yana uchachu, mara nyingi tunasema matunda mengi yenye uchachu yanakuwa na citric acid zile. Sawa, kama maziwa mtindi pia nayo. Sawa. Kwa hiyo kutumia vyakula ambavyo vina uchachu sana au vinywaji ambavyo vina uchachu huwa vinakuja kuongeza asidi. Lakini kuna matunda ambayo tumeshasema, kwa mfano kama machungwa, kuna ndimu, sawa, kuna mananasi pia. Sawa, kuna maembe, hayo ni matunda. Ukitumia maembe ambayo yana uchachu huwa yanakuja kuongeza asidi. Lakini pia kuna kitu ambacho tunakitumia sana nyumbani, na wakati mwingine tumekuwa hatujui kuwa nyanya ni sababu kubwa sana kuongeza asidi katika matumbo tulionayo. Nyanya ni hatari sana. Tomatoes, wazungu wanasema tomatoes. Yes. Nyanya ni kitu kimoja ambacho ndio maana hata kwa mtu ambaye una changamoto ya asidi, huwa tunashauri kabisa usitumie kabisa nyanya, kwa sababu nyanya zinaleta heartburn. Na kama mtu una changamoto ya asidi, utakiwa kutumia nyanya. Nyanya zitakuletea changamoto nyingi sana, utapata kiungulia, na wakati mwingine inaweza kukuzidishia changamoto ulizonazo za asidi. Okay. Nyanya zina asidi, zina citric acid. I know that, doctor. Sikujua hiyo, sikujua. Kwa hiyo of course unajua watu wengi hawajui, lakini nyanya kwa mtu ambaye una changamoto ya asidi, hakikisha. Na nyanya tunazozungumzia hapa, hatuzungumzii nyanya za kuunga tu. Hata zile nyanya unazokata kachumbari. Kwa hiyo mtu ambaye una changamoto ya acid reflux, hapa sasa haijalishi una metabolic, haijalishi una acid reflux, nyanya za kupika au nyanya za kwenye kachumbari hutakiwi kuzitumia kwa mtu ambaye una changamoto ya acid. Doctor, hiyo sasa that's something else, man. Hey. Yes, na ndio maana doctor, nyanya like we use nyanya every day. Sasa na ndio maana watu wengi nowadays wanasema itafika mahali tutashindwa chakula, kwa sababu vyakula vingi vyakula vingi ambavyo inatakiwa tuvitumie ndio ambavyo vinatuletea madhara. Ndio maana tukasema nowadays ili uweze kusurvive vizuri
inatakiwa uwe mtu mfuatiliaji sana kuhusiana na masuala ya afya, kwa sababu unaweza kufika kipindi ukatafuta pesa kwa jasho, lakini usifaidi pesa yako, kwa sababu hutaifaidi pesa yako, kwa sababu pesa yako itakupa uhuru wa kufanya kila kitu unachokitaka, lakini pesa hiyo hiyo pia itakupa uhuru wa kukuletea magonjwa yoyote ambayo pesa inataka kukuletea. Kwa hiyo lazima tuwe makini, especially kwenye matumizi ya vyakula ambavyo tunavitumia. So hapo the main source ya hiyo acid reflux ni kwamba kuna baadhi ya vinywaji vyenye acid na vyakula ambavyo vyenye acid. Yes. Okay. So hivi inaashiria kwa mfano kama acid reflux inaweza kaelekea mtu akapata vidonda vya tumbo as answers au? Yes. Sasa ni kitu gani ambacho huwa kinatokea watu wanapata vidonda vya tumbo, watu ambao wenye changamoto ya acid? Mara nyingi watu tunasema kwenye tumbo kuna mucus au kuna ute. Ule ute kazi yake kubwa ni kulinda kuta zako za tumbo ziendelee kuwa bora zaidi. Au kuta zako zisishambuliwe na ile asidi ambayo inadondoka kwa ajili ya kuunguza chakula. Sasa ule ute mara nyingi sana ni wa muhimu sana, kwa sababu asidi inaposhuka kuunguza chakula, kuna wakati mwingine huwa tunakuwa hatujala. Sasa kama hujala, ile asidi ikishuka isipokuta chakula inaenda kuunguza kuta za tumbo kama huna ule ute. Kwa hiyo inaenda kuwa contact direct na ngozi yako ya tumbo. Asidi ile tunasema ina pH ndogo zaidi, maana yake ina asidi kali zaidi. Kwa hiyo inapoenda kuunguza moja kwa moja kwenye kuta zako za tumbo, inaacha vidonda au inaacha makovu. Sasa vile vidonda ambavyo inaviacha ndio hivyo vidonda ambavyo tunasema huyu mtu ana ulcers. Sasa kuna peptic ulcers na kuna duodenum ulcers. Kuna vidonda ambavyo viko kwenye tumbo la chakula na kuna vidonda ambavyo viko kwenye utumbo. Sawa? Sasa mara nyingi huwa tunasema hivi, vidonda ambavyo viko kwenye tumbo vinaweza vikapona endapo tu utabalance kiwango cha asidi, ili kama una vidonda ile asidi isiendelee kushuka na kuvitonesha, tunasema kuvifanya vile vidonda vyako viendelee kukutana na asidi, utakuwa unapata maumivu makali sana. Ndio maana kwa watu ambao wenye vidonda vya tumbo wanasema hakuna dawa ya vidonda vya tumbo. Sawa? Kwa sababu wengi wao unakuta mtu ana vidonda vya tumbo lakini still bado anaendelea kutumia vyakula vyenye asidi. Kwa hiyo huwezi ukapona. Kwa hiyo asidi ni sababu kubwa ya kumfanya mtu kuwa na vidonda vya tumbo, kwa sababu asidi ni tindikali, inaunguza. Inapokwenda kuunguza, kama huna ule ute ambao uko kwenye kuta za tumbo, ile asidi itaenda kuwa contact direct na kuta zako za tumbo. Ikiwa contact direct, maana yake itaenda kuacha vidonda. Hivyo vidonda ndio hivyo ambavyo tunasema peptic ulcers. Sasa doctor, if I take you back kidogo, yani kabla tunamove kwenda kwenye metabolic acid. Okay, yes. Hapa kwenye acid reflux. Nakumbuka umesema kwamba moja ya sababu yanayosababisha hii acid reflux yani ongezeko wa hydrochloric acid mwilini, na kwamba kula vitu vyenye acid, ambapo moja hapo ni maziwa mtindi. Yes, lakini mimi maziwa mtindi na maziwa fresh hayana acid? Yote. Unajua Dr. Sorry. Okay. Hapo kwa sababu mimi nakumbuka tukiwa wadogo, tukiwa shule doctor, ulikuwa watu waliokuwa na ulcers walikuwa wanatumia maziwa, na ndio watu walikuwa wanapewa mpaka ile wanakuwa na gate pass ya kuja na maziwa ya shule. Was it all a lie? Sasa ni hivi, it's not a lie, but acid, mbona acid reflux mara nyingi huwa inategemeana ile acid ikipanda inafanyaje kwenye hii sphincter muscles. Sawa? Kwa sababu tumesema acid reflux, hii chembe ya moyo, acid ni kupanda mpaka juu. Sawa? Sasa maziwa, tunafahamu maziwa yakisha ganda, sawa, yanakuwa na acid. Sawa? Lakini yakiwa bado hayajaganda yanakuwa. That's my point, ndio ninakoenda. Sawa? Sasa maziwa, unajua maziwa katika hali ya kawaida yana kama kitu kama chokaa yana calcium nyingi. Sawa? Sasa calcium katika hali ya kawaida ikikutana na acid, calcium sometimes tunasemaga calcium katika zile element ni kitu ambacho tunakinclude kiko kwenye alkaline form. Sawa? Sasa maziwa yana calcium nyingi, lakini maziwa bado yanatumika kama kucement kwa sababu yana calcium, yanatumika kama kupaka, sawa, kwenye zile kuta. Sasa ukiyatumia maziwa yakija yanapaka kwenye zile kuta zako za tumbo, yanapunguza ile acid kuwa contact direct
na ile ngozi ile layer, lakini yale hayapunguzi direct acid, ila yanakusaidia kukava ile sehemu ambayo imeharibiwa ili isiendelee kuwa damage. Ndio maana inaenda kudress vile vidonda. Sawa, lakini maziwa direct yenyewe hayawezi kutibu acid reflux. That's why ndio maana yanakupa relief pale unapokuwa na hiyo, kwa sababu yanaenda kukava ile surface. Lakini maziwa pia yana calcium. Sasa changamoto inakuja wapi? Leo hii kuna watu wanatumia maziwa hayo fresh, lakini hayawasaidii. Unajua kwa sababu gani? Maziwa mengi au ng'ombe nyingi ambazo zinapatikana mjini, sawa, ni ng'ombe ambazo maziwa yake yana au ng'ombe wengi wanatumia dawa asilimia kubwa. Dawa nyingi za ng'ombe ambazo ng'ombe wanapewa sometimes zile dawa zinaweza zina asidi. Ndio maana maziwa hayo akitumia mtu mwingine mwenye ulcers au mwenye acid reflux anapata reaction, anaweza katapika sana, akapata maumivu yakawa makali. Kwa sababu ya maziwa sio organic, yani sio organic. Ni maziwa mengi saizi yamekuwa tu chemicals, ng'ombe ni tu chemicals. That's why ndio maana hata kwenye nyama ya ng'ombe tunawaambia watu wasitumie zile red meat, kwa sababu zina blood. Afu ng'ombe wengi nowadays wanaishi kwa dawa. Kwa hiyo ili sasa kuavoid watu wengi wenye changamoto za magonjwa sugu au magonjwa ambayo ni magonjwa ambayo yanasumbua kwa kipindi kirefu au wametumia dawa kwa kipindi kirefu, huwa wanakatazwa kutumia red meat, kwa sababu red meat nyingi sawa zina ng'ombe wengi wa saizi wana chemicals. The same as mboga za majani ukizitumia nowadays, watu wanapuliza leo mboga hiyo tunachukua tunaiosha tunaitumia, still bado mboga inakuwa na chemicals. Yes, na hilo ndio swali la watu wengi wanauliza tule nini. Sasa ili uwe safe kwenye maisha ambayo tuko nayo leo hii, inatakiwa ufundishe mwili wako namna ya kutoa sumu ambazo zinaingia, kwa sababu huwezi ukazikimbia sumu, ila inabidi ufundishe mwili wako namna ya kutoa sumu. Unafundishaje mwili wako kutoa sumu? Kuhakikisha unafanya detoxification mara kwa mara, kuhakikisha unatumia maji ya kutosha, kuhakikisha unafanya mazoezi, sawa, kuhakikisha unatumia dawa ambazo zinausaidia mwili wako kuzihuisha zile seli za mwili wako kuendelea kuwa bora zaidi. Ila sumu kwa mazingira tulionayo huwezi ukazikimbia, kwa sababu sasa hizi kwanza vyakula vingi tunavyotumia sasa hizi ni GMO foods. GMO foods sasa hizi ukienda sokoni kuna kila kitu still bado kimekuwa modified. Sawa. Sasa hizi hadi machungwa, kuna machungwa ambayo yamekuwa modified, chungwa halina hata kipeke na ni tamu kweli, yani mpaka unajiuliza ile chungwa wamemwagia sukari. Kwa sababu ya hivyo vitu tunasema vitu vingi sasa hizi vimekuwa genetic modification. Dr. mimi mwenyewe kuna vitu nilikuwa sivijui. Nashukuru of course it's mind opening. Na nadhani pia hii episode kweli italeta awareness vitu vingi sana kwa watu. So jamani, keep watching us. Yani hii awareness tunayoendelea kupeana hii, nadhani it's very important kwa dunia ambayo tunaenda, ambayo everything now is in organic. Vyakula vina madawa, mboga za majani, you name it. Sasa doctor, twende kwenye metabolic acidosis. Ni metabolic acidosis au metabolic acid? Metabolic acidosis ni hiyo. Mimi ndio maana nikimbia biology. Hayo terminology ndio maana nikimbia biology. Okay, ni hiyo. Ukisema metabolic acidosis au metabolic acid, si ndio? Ni the same, ni namna tu ya pronunciation na muunganiko wa maneno ya hizo biological terms. Okay, so what is it? Okay, ukisema metabolic ni mmeng'enyo. Ni kitu ambacho kimesha meng'enywa, kiko tayari kwenye mfumo. Kwa hiyo ukisema metabolic acidosis ni asidi ambayo ilisha meng'enywa, iko kwenye mfumo wa damu. Sawa? Ndio hiyo tunasema metabolic acidosis. Sasa hii metabolic acidosis nadhani hii ndio imekuwa causes kubwa ya magonjwa mengi ambayo tunayaona leo hii kwa watu wengi. Unajua kuna watu ambao wanakwenda hospitali leo hii, mtu ameenda amefanya kipimo cha ultrasound, amefanya echo, amefanya ECG, amefanya MRI, amefanya CT scan, lakini mwisho wa siku anakuja kuambiwa haumwi kitu chochote. Na hii sasa, na mtu wa hivi ni wale watu ambao kisha ukienda hospitali ukafanya vipimo vyote hivi, alafu kama ndio wewe wakakwambia huumwi kitu chochote, uone kama unaweza ukachanganyikiwa zaidi. Yani unaweza kujikuta unauma mara 2 ya ule ugonjwa ambao ulikuwa nao. Kwa sababu kuna watu ambao wameenda hospitali kubwa, wamefanya vipimo vikubwa,
alafu akifika hospitali wanaambiwa huumwi kitu chochote. Kwa hiyo automatically wale watu huwa wana panic sana, lakini sababu inaweza ikawa ni hii asidi. Ndio maana tukasema asidi ya kwenye damu, hakikisha hauingizi vyakula vingi ambavyo vina asidi nyingi kwenye mwili. Hata kama utaingiza vyakula ambavyo vina asidi nyingi kwenye mwili, hakikisha unajitahidi sana kufanya detoxification. Sasa vitu gani ambavyo huwa vinasababisha asidi nyingi na kuwepo nyingi kwenye damu? Kuna magonjwa kwa mfano kama sukari. Sasa sukari mara nyingi, unajua kwanza huwa tunasema asidi ya kwenye damu asilimia kubwa inasababishwa na kitu kinaitwa ketone. Sawa? Ketone ni mabaki. Sawa? Baada ya mwili wako wewe kujitafuna wenyewe. Mwili wako ukijitafuna wenyewe unazalisha kitu kinaitwa ketone bodies. Hizi ketone bodies zikiwa nyingi ndio huwa zinazalisha asidi. Sijui nitumie neno gani ambalo watu watanielewa vizuri zaidi kuhusiana na hii metabolic acidosis. Metabolic acidosis tunasema ni ongezeko la asidi kwenye damu, kwenye mwili. Sasa hii asidi inaongezekaje? Kuna vitu vinaitwa ketone bodies. Hizi ketone bodies huwa zinatokea pale ambapo mwili unajitafuna wenyewe. Sasa mtu mwenye tatizo la sukari huwa anazalisha ketone nyingi zaidi, kwa sababu mtu mwenye tatizo la sukari mwili wake unakuwa hauna energy, hauna nguvu. Hauna nguvu ya kujitafuna wenyewe. Yaani unajua mtu mwenye tatizo la sukari anakuwa hana energy. Unajua mtu mwenye changamoto ya sukari mara nyingi huwa tunasema hivi, wewe kwa mfano kila ndizi au kila mua au kila vyakula vya wanga. Sawa? Kile chakula unachokula wewe ili kikazalishe energy, kikazalishe nguvu. Ile nguvu ikatumike kwenye seli zako za mwili wewe. Inatakiwa kuna kitu kinaitwa kongosho. Kongosho huwa linatema insulin. Sawa? Hii insulin ambayo inatemwa na hilo kongosho, hii insulin kazi yake kubwa ni kubadilisha ile sukari ambayo umekula wewe ili iwe sukari rahisi ikatumike kwenye seli za mwili wako wewe. Sasa huwa inafika mahali umekula kile chakula, ile sukari inabaki kwenye mwili wako, kwenye mzunguko wa damu. Ikibaki kwenye mzunguko wa damu ile sukari, sasa ile sukari inatakiwa ikatumike kule, inashindwa kwenda kwa sababu kongosho lako wewe halitemi ile insulin ambacho kile kiambata ndio huwa kinaingiza ile sukari iingie kwenye seli. Sasa inapokuja kutokea kongosho halizalishi. Sawa? Tunasema kwenye seli kuna kitu kinaitwa mitochondria. Mitochondria hizi ndizo zinatunza energy au ndio tunasema mitochondria ndio zinatumia energy au zinatunza energy. Sasa ambayo energy iko kwenye seli kwa sababu kinachofanya kazi kwenye mwili wako ni seli. Seli tunasema the basic unit of life. Yes, basic unit of life. Sasa kama seli ni basic unit of life, maana yake yenyewe ndio inahitaji energy. Sasa ukila chakula chako wewe hakiingii kwenye seli. Na ili kiingie kwenye seli inatakiwa iwepo chujio ambalo litapitisha hivyo vitu. Sasa chujio lako wewe ni bovu. Kwa hiyo ile sukari inabaki kwenye damu. Ikibaki kwenye damu ndio ukienda tukipima sukari yako kwenye damu tunakuta kwenye damu yako wewe kuna sukari nyingi, tunasema huyu mtu ana tatizo la kisukari. Kwa hiyo ana sukari nyingi iko kwenye damu, lakini ile sukari iko kwenye damu haiingii kwenye seli, haifanyi kazi. Kwa hiyo huyu mtu anakuwa ana sukari nyingi lakini haimpi nguvu. Sasa ili mwili uendelee kupata nguvu, unatakiwa uanze kutumia mafuta ambayo yalihifadhiwa kwenye mwili wako. Mafuta hayo yalihifadhiwa wapi? Ndio yanahifadhiwa kwenye nyama, kwenye misuli, yanahifadhiwa kwenye kitambi, yanahifadhiwa kwenye hizi tissue zote za mwili. Okay, ndio maana wakati mwingine huwa tunasema mtu ambaye una changamoto za magonjwa ya figo, sawa? Mara nyingi sana unaweza kuwa una asidi nyingi zaidi kwenye mwili kwa sababu figo zako zinakuwa hazina uwezo wa kutoa ile asidi ambayo iko kwenye njia ya mkojo na asidi ambayo iko kwenye damu, kwa sababu tunategemea damu wakati mwingine huwa inachuja, inapofika kwenye figo huwa inachujwa na huwa inaweza kutoa kiwango fulani cha asidi. Kwa hiyo ikifika mahali figo zako zikawa zina shida, zikawa hazina uwezo wa kutoa kiwango cha asidi, automatically lazima utakuwa na shida ya ongezeko la asidi kwenye mwili ambayo huwa inaitwa metabolic acidosis, kwa sababu asidi itakuwa nyingi kwenye mfumo wa damu, na asidi ikiwa nyingi kwenye mfumo wa damu manake figo zako zimeshindwa kutoa taka mwili. Okay. Sawa. Lakini pia kuna watu ambao huwa wanafanya fasting, watu ambao huwa wanafunga. Sawa. Wanaweza kupata kitu kinaitwa ketone. Sawa. Hizi ketone kwa mtu ambaye anafunga au anafanya fasting, japo hii inakuwa ni simple na inaweza isiwe na madhara kama ile ambayo tunasema mtu ambaye ana changamoto ya sukari au mtu mwenye changamoto ya
hii ya kufanya fasting. Mara nyingi mtu mwenye changamoto ya sukari, nadhani ushawahi kuona mtu ambaye moto ambao tunapikia jikoni na moto ambao unaunguza nyumba. Moto unaounguza nyumba ndio ni sawasawa na asidi ambayo anaipata mtu mwenye shida ya sukari. Inakuwa ni asidi nyingi, yani inakuwa inashambulia kwa sehemu kubwa. Lakini moto tunaopikia ni sawasawa na mtu ambaye anafunga. Ukifunga, mwili wako unatumia kile chakula ambacho kilihifadhiwa. Sawa? Sasa kama chakula kilihifadhiwa, maana yake ndio hiyo ambayo tunasema ambayo ni ketone ya kawaida. Mtu ukifunga unaweza kupata asidi, lakini asidi yako inaweza ikawa kidogo. Sawa? Kwa hiyo hizo ni sababu za ambazo zinamfanya mtu awe na asidi, lakini kubwa zaidi watu wengi tunapata asidi nyingi kwa sababu ya vinywaji, vyakula. Daktari, naona hizi sukari, kidney problem umeelezea kwa ndani kidogo. Yes. Lakini nadhani hizi tutakuja kuzifanyia episode yake peke yake. Like tuelezee like vyanzo na ili watu tukuelimisha watu na waweze kujua. Of course lengo and I would want to be very clear. Yani lengo ni kuelimishana. Lengo is to bring awareness. So wewe kama unahisi maybe unajua kitu ambacho maybe sisi tumekiacha hapa, unaweza ukatuongezea kwenye comment section. Na also doctor. Yes. Ndio kwa sababu lengo ni awareness. We want a better life kwa kila mtu. Tunataka kila mtu awe na afya njema. Of course kila mtu aweze kutimiza ndoto zake. Yes. So I think is doctor tutazifanyia episode zake moja. Sasa doctor, tayari have a problem already. Yani tayari na hiyo acid reflux au tayari na hiyo metabolic acidosis. Afu one thing I appreciate doctor, unajitahidi sana kutumia maneno mepesi sana ili watu wakuelewe. Unajua shida moja ya tunapoelezea vitu kama hivi, ukisema utumie terminology za kisayansi au za kitabibu, unaweza kukuta unawaacha watu wengi sana. Kwa hiyo nakushukuru dogo. Kwa hiyo nakushukuru na ninakupa maua yako. So doctor, sasa tayari na hii tatizo. Na how do I do it? Na solve vipi? Yani dawa yake ni nini? Sasa hii ina namna nyingi ya kusolve. Lakini kama tulikwisha kusema metabolic acidosis, ukishaielewa vizuri, ukazijua dalili, kwa sababu tumezielezea dalili za acid reflux kwamba mara nyingi zenyewe zinashambulia kwenye eneo mfumo wa chakula, maana tutapata nyungurumo na hivi vitu vingine kwenye eneo la koo. Lakini metabolic acidosis yenyewe huwa inaathiri mishipa ya fahamu. Kwa hiyo lazima itakuletea ganzi kwenye mwili, itaathiri mishipa ya kichwani, utahisi vitu vinatembea kichwani. Sawa? Mara nyingi pia tunasema asidi inapokuwa nyingi, sawa, huwa inasababisha magnesium inapungua kwenye mwili. Magnesium ikipungua kwenye mwili itakuletea kutokuwa na utulivu wa akili. Utakuwa unasikia kama maluweluwe hivi, kama kuchanganyikiwa. Wakati mwingine unapokuwa na metabolic acidosis itakuletea hali ya kutokuona vizuri, kusikia vitu vinacheza kwenye masikio, mapigo ya moyo kwenda mbio, kuwa na hofu, kukosa usingizi. Sawa? Maumivu ya viungo, kupata maumivu kwenye eneo hili hapa la shingo, maumivu yanashuka mpaka hapa chini. Lakini utapata maumivu kwenye eneo hili hapa. Kwa sababu hapa tunasema kuna mfuko wa nyongo ambao unaitwa gallbladder. Wapi hapa? Hapa kwenye upande wa kulia. Sasa kuna haya maumivu ambayo huwa tunayapata hapa. Manake wakati mwingine inaweza ikawa una kidney stone, una gallstone, au wakati mwingine ni mfuko wa nyongo unashindwa kutema nyongo vizuri, au mfuko wa nyongo, kwa sababu huwa tunasema hii gallbladder kazi yake kubwa pia ni kubalance acid kwa sehemu kwenye mwili. Sawa, kwa hiyo lazima utapata maumivu ambayo yanatoka kwenye shingo yanakuja kwa nyuma kwenye mabega. Haya maumivu yatakuja mpaka kwenye mbavu kwa chini. Lakini pia wengine ambao wana shida ya metabolic acidosis huwa wanasumbuliwa sana na haya maeneo ya mapafu kwa chini, huwa wanapata maumivu makali pia. Wengine wakivuta pumzi wanahisi kama pumzi inakuwa chache au inakuwa kidogo. Sawa? Kwa hiyo ukiangalia metabolic acidosis ina dalili nyingi zaidi. Na wakati mwingine pia, sasa shida ni nini? Unaweza kuwa unapata maumivu, lakini ukienda kufanya vipimo wanakuambia uko normal. Kwa sababu dalili nyingi za metabolic acidosis zinafanana na dalili zingine. Kwa mfano, kuna wakati unaweza kuwa na shida ya asidi ikaja kuathiri mishipa ya fahamu. Ukaenda hospitali ukaelezea, mtu tunasema wale neurologist wanaweza wakajua kabisa wewe una changamoto ya masuala ya neurons, masuala ya nerves. Wakakuanzishia dawa za masuala ya nerves, lakini kumbe wewe huna shida ya masuala ya nerves, wewe shida yako ni asidi imekuletea shida ya nini? Ya masuala ya nerves. Sasa unaweza kuwa unatumia dawa za nerves,
unajikuta hupati nafuu au unatumia dawa za kichwa hupati nafuu. Kuna watu ambao walienda kufanya mpaka vipimo vya moyo wakaambiwa huumwi, lakini kwa sababu mtu anapata maumivu wanamwanzishia dawa. Pale unapoendelea kutumia dawa unatengeneza matatizo mengine, kwa sababu unatumia dawa za matatizo ambayo wewe huna. Sasa changamoto ya asidi, mpaka ufike mahali ukajua hii ni metabolic acidosis, inatakiwa uanze kutumia dawa ili upunguze kiwango cha asidi. Sometimes it's too late, mambo yanakuwa tayari yameshaharibika. Kuna watu wengi ambao wameingia kwenye trouble, wametumia madawa mengi, yale madawa yamekuwa sumu, yameanza kuwazuru, kwa sababu yakiingia kwenye mwili haendi kufanya kitu ambacho yamekusudiwa kwenda kufanya. Kwa hiyo dawa ambazo unazitumia wewe ni dawa ambazo unatibia kitu ambacho huumwi, tatizo lako liko kwenye asidi. Kwa hiyo zile dawa mwisho wa siku zitageuka sumu, zitakuzuru. Kwa hiyo utapata madhara sasa kutokana na zile dawa unazotumia, lakini sio tatizo ulilonalo. Kuna vitu vingi hata mwenyewe nilikuwa sina ufahamu navyo, nimepata ufahamu and baadaye tunashukuru sana sasa. So daktari, sawa, tayari na hilo tatizo, matibabu yake ni nini? Cha kwanza inatakiwa uwe na awareness, uwe na uelewa wa nini ule nini usile. Wakati mwingine tunakula vyakula ambavyo miili yetu vile vitu tukivila ni sumu, na vitu ambavyo inatakiwa tule hatuli, na vitu ambavyo tunakula miili yetu haitaki. Kwa hiyo tunajikuta sasa tunasababisha magonjwa mengi kwa sababu hatuna ule uelewa. Kwa hiyo mtu ambaye ana changamoto ya asidi, cha kwanza inatakiwa awe na uelewa wa nini anatakiwa kula, nini anatakiwa kula. Hii ni tiba namba 1. Lakini kitu kingine cha pili, inatakiwa uweze kuwa na diet nzuri ya vyakula kama tulivyokusha kusema kwenye uelewa. Lakini pia kitu kingine inatakiwa uwe na uelewa especially kwenye matumizi ya dawa. Unafahamu kuna dawa ambazo tunasema hizi zinaitwa NSAIDs. Sawa? Non-steroid anti-inflammatory drugs. Hizi mara nyingi sana ni dawa ambazo za kutuliza maumivu. Hizi NSAIDs mara nyingi zinasababisha au zinaweza zikafanya mtu akawa na asidi nyingi. Kwa mfano matumizi ya paracetamol, Panadol, aspirin, hizi diclofenac, hizi ibuprofen na dawa nyingine nyingi sana. Ukizitumia kwa kipindi kirefu hizi huwa zinaongeza asidi. Kwa hiyo kwa mtu ambaye unazitumia hizi dawa kwa kipindi kirefu, ili usiendelee kupata changamoto ya asidi, hutakiwi kuendelea kuzitumia hizi dawa. Kwa hiyo ukiona kama una changamoto ya asidi nyingi, especially hii metabolic, usitumie kabisa dawa za kutuliza maumivu. Tafuta namna nyingine ya kuweza kutuliza maumivu, kwa sababu hizi zinaweza zikawa sababu ya kusababisha ongezeko la asidi zaidi kwenye mwili wako. Na kuna watu wengine wamepata asidi kwa sababu ya hizi dawa ambazo zinaitwa NSAIDs. Sawa. Lakini pia wakati mwingine tunasema inatakiwa uepuke matunda yenye asidi nyingi, vinywaji ambavyo vina asidi nyingi. Lakini pia endapo kama utaona kabisa hali yako imefika sehemu mbaya zaidi, sisi kama Vyakula na Tiba tuliandaa virutubisho muhimu sana, ambavyo virutubisho hivi vitakusaidia kuhakikisha unaboresha mishipa yako ya fahamu, vinakusaidia kuondoa au kupunguza au kubalance kile kiwango cha pH ya damu, lakini pia vinakuondolea changamoto za miungurumo, changamoto za acid reflux, changamoto za gesi, changamoto za kukosa usingizi, kukosa amani, mapigo ya moyo kwenda mbio. Tukikupa virutubisho hivi vinakusaidia kwenda kubalance acid na kwenda kubalance mwili wako kwa ujumla. Lakini pia pamoja na kutumia virutubisho hivi, lazima tukupe diet ya vyakula gani vya kutumia, vyakula gani ambavyo hutakiwi kutumia. Lakini pia kama tulivyo kusema hapo awali, inatakiwa uwe mtu wa kufanya detoxification. Unafanyaje detoxification? Kwa kuhakikisha sasa, ndio hivyo tumesema, unakunywa maji mengi, unapata muda wa kupumzika, unazuia vyakula ambavyo vina kemikali, kufanya tunasema simple fasting. Simple fasting ni ile fasting ambayo unaweza kuwa unakula vyakula ambavyo ni vilaini. Sawa? Na kuepuka zile hard fasting ambazo mtu anakula kaka siku nzima, siku mbili hujala kitu chochote. Sababu zile pia zinakuletea hiyo tumesema unakuwa na ketone nyingi. Ukiwa na ketone nyingi unapata metabolic acidosis. Yes. Dr. asante. Okay, nashukuru sana. Imekoma and open kwa mimi binafsi. Okay. Kuna vitu vingi nilikuwa sivijui na nimeweza kuvijua. Nadhani pia hata watazamaji wetu pia. Okay. So mimi peke yangu nashukuru, nadhani pia watazamaji wetu wamepata vitu vingi sana hapa. Okay. Yes. So Dr. tukitaka kukupata, wanakupata vipi? Hii inauliza kwa lengo la watazamaji wetu. Okay. Wanakupata vipi? Okay. Sisi wanaweza kutupata kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0758 074825, lakini pia kwa wale ambao wanapenda kuendelea kujifunza zaidi masuala ya lishe na matibabu,
Pia wanaweza wakapita kwenye page yetu ya Instagram ambayo ni vyakula_na_tiba, lakini pia wanaweza wakatembelea kwenye page yetu ya TikTok na yenyewe hivyo vyakula na tiba. Dr. bana, mimi nakushukuru. Jamani, tumefika tamati mwisho wa episode yetu. I am sure kila mtu amepata kitu kimoja au viwili. So Dr. asante. And pia jamani, don't forget to like subscribe and follow us kwenye YouTube platforms zote kama Instagram, TikTok. Just follow hapo Tides Health, hapo utatupata. Si ndio? Lakini pia don't forget to leave a comment kama kuna kitu chochote umejifunza, maybe unataka more explanation au labda unataka tuzungumzie jambo fulani specific that you want to know. Tuandikie kwenye comment hapo kwenye comment section chini hapo, and then we'll do that. Dr. asante sana. Okay, I think tutaonana in the next episode. Okay, shukrani sana. So guys, jamani, kwa elini sana. Lakini pia bila kusahau jamani, tungemshukuru our man behind the camera. Our man not behind the camera, our man behind the cameras. Kwa sababu sio kamera moja. Shout out to Steven Greater, bro. Asante, you're doing a very good job. Hongera sana director wetu. Tunakukubali sana boss. Bye guys, see you in the next episode. Okay, bye.